Habari yako mama mjamzito. Ikiwa unahesabu siku kuelekea kujifungua na moyoni umejaa hofu, mashaka au wasiwasi, fahamu jambo moja muhimu sana. Huu uoga ni wa kawaida, lakini haukufai. Unahitaji moyo thabiti, uelewa sahihi na msaada wa kimwili na kiakili. Kumbuka mama, umeumbwa kwa uwezo wa ajabu. Kuleta maisha duniani si jambo dogo. Leo nataka nikushikie mkono kwa maneno na nikupatie njia 7 za kuondoa uoga huo kabisa. Uoga si sehemu ya uzazi na haukufai hata kidogo. Badala yake, jiandae kwa nguvu, kwa matumaini na kwa maarifa. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Njia ya kwanza, jifunze kuhusu mchakato wa kujifungua. Elimu ni silaha ya kuondoa uoga. Uoga hujaa zaidi pale ambapo kuna ujinga au giza la kutokujua kinachoendelea. Fahamu hatua za leba, aina za uchungu, njia za kupumua na dalili za hatari. Unapojua, unaacha kuogopa na unajiamini. Utayajua haya kwa kuwa karibu na mtoa huduma wa afya. Njia ya pili, andaa mpango wa kujifungua, yaani base plan. Mpango huu unakusaidia kujua nini cha kutarajia, nani atakuwa nawe na jinsi unavyotaka kujifungua. Mama mwenye maandalizi ni mama mwenye utulivu na ndiye ni mama bora. Jifunze mbinu za kupumua na kutuliza akili. Mazoezi ya kupumua kusaidia kupunguza maumivu na hofu. Mfano, vuta pumzi kwa hesabu ya 4. Zuia au toa pumzi. Fanya hivi mara kwa mara ukiwa peke yako au wakati wa uchungu. Jambo la 4, zungumza na akina mama waliowahi kujifungua. Hadithi zao zitakupa ujasiri. Wengine walikuwa na hofu kama wewe, lakini walivuka na sasa ni mashujaa na sasa wanalea. Japo zingine za kuchekesha, ila zitakujenga. Njia ya 5, kumbatia moyo wa imani na mawazo chanya. Tumia maneno ya kutia moyo kila siku. Mimi ni jasiri. Nina nguvu ya uzazi ndani yangu. Epuka video za kutisha na zinazovunja moyo na maneno yanayovunja matumaini, bali fuata maneno yanayoongeza matumaini. Njia ya 6, chagua mtu wa kukusindikiza. Chagua mtu, awe mume, rafiki, dada, mjomba au mama, anayekutia moyo na anaweza kuongea kwa niaba yako wakati wa kujifungua. Usichague mtu atakayekuogopesha au kukulaumu pindi ambapo umetenda visivyo. Njia ya 7 na ya mwisho, kumbuka maumivu ni ya muda, lakini furaha ni ya milele. Kila sekunde ya uchungu ni hatua moja karibu na kukutana na mtoto wako. Baadaye ya yote utakuwa na zawadi ya kipekee mkononi mwako, yaani mtoto. Hivyo, unapaswa kukumbuka kuwa maumivu unayopitia ni ya muda tu. Mama, usiogope, unaweza. Mwili wako umeandaliwa kwa ajili ya uzazi. Uoga hautakuongezea chochote, bali imani, maandalizi na utulivu vitakupa ushindi. Wewe ni shujaa hata kabla hujashika mtoto wako. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa elimu zaidi ya afya mama na mtoto. Shiriki video hii na kina mama wengine wajawazito ili wajifunze zaidi. Unaweza kuokoa maisha ya mama kiakili na kisaikolojia. Kwa ushauri binafsi, wasiliana nami Daktari Lenny Komba. Namba na mawasiliano utayakuta kwenye description box. Nikutakie siku njema na maandalizi mema ya kuwa mama bora, na Mungu akubariki.